Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya story ambazo zina make headline huko mtandaoni bwana ni hii story ambayo inamhusu huyu bidada ambaye bwana ni bidada mdogo tu mwenye umri wa takriban miaka 31, lakini kitu ambacho kimemkuta bwana mrembo huyu ni kwamba ametembea na mzungu na ghafla akajikuta ana umri wa zaidi ya miaka 70. Yaani ni kwamba binti amezeeka ghafla. Jambo ambalo yeye mwenyewe pia anashindwa kuelewa kwamba nini hasa kimemkuta, lakini ni moja kati ya story ambayo imetake over the internet, hususan maeneo ya Afrika. Hapa bwana, habari ambayo tumeipata ni kwamba ameandika kwamba amekuwa mzee, sababu inasemekana kwamba amelala na mwanaume wa kigeni tokea mwaka 2022 na hapo alipo ana miaka 31 tu, lakini anaonekana kama bibi mzee. So hii ni story ambayo kiukweli imeibua mijadala mingi sana huko mitandaoni na watu wengi sana wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano hapa kuna mtu watu hapa wamekuja kucomment. Kwa mfano hapa kuna mtu amecomment ameandika kwamba bwana haje bongo huyo mwanaume alafu aje na mipesa, vuta picha wazee watakuwa wangapi? Wadau bwana wanakuambia kwamba yani huyo mtu ambaye amefanya hicho kitu, yani huyo mzungu ambaye amelala na huyu binti alafu huyu binti akabadilika na kuwa mzee, basi angekuja bongo basi ujue kabisa kwamba mitaa yote ingekuwa imefurika wazee, yani wadada wazee, akiwa anamaanisha kwamba bwana wadada wa kibongo wengi sana wangepatwa na hiyo dhahama kwa namna moja au nyingine. Lakini pia hapa kuna comment nyingine, kuna mdau hapa amekuja ameandika kwamba bwana hii sio miaka 70, anaonekana kama vile na miaka 100 kabisa. Mwingine amesema kwamba bwana tamani mbaya kweli kweli, huyu binti amemkuta sasa amejikuta kikongwe. Kuna mwingine hapa anaitwa Dazu ameandika kwamba bwana huyo mtu aliyemfanyia hayo angekuja bongo basi wazee wangekuwa ni wengi. Kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana hii ni kiboko kwa wanawake, Mungu wangu wasije wakaja huku bongo. Kuna mwingine anasema bwana bwana huyu ana miaka zaidi ya 70 kiukweli. Kuna mwingine anasema kwamba huyu sio 70, huyu hapa anaonekana ni mzee mno, ana miaka zaidi ya 90. Kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana kwa hii dunia sasa hivi ni bora tu abaki mzee hivyo hivyo, wala asitafute suluhisho ya hilo tatizo ambalo amelipata, maana mambo ni mengi. Sasa hapa bwana, wadau mbalimbali na watu wa mitandao ya kijamii bwana wamekuja kuweka maoni yao pia. Kwa mfano hapa kuna huyu jamaa anaitwa Mifumo bwana, ni mmoja kati ya wadau ambao waga wanazungumziaga sana vitu ambavyo vina trend huko mitandaoni, na this time around of course amejitokeza kuja kulizungumzia swala hilo, akiwa anawaasa wadada kwamba wawe makini. Habari za kurukaruka na wanaume wa kigeni anaweza yakawakuta mambo ambayo watashindwa hata kujielezea kwenye jamii. So hebu msikilize hapa Mifumo alichokuja kukizungumza kuhusiana na hili ambalo limemkuta huyu binti huko South Africa. Jamani, tumesikia Firauni huko, mmeasikia huyo dada mnayemuona wako alipenenguka jamani, penengu akana tafuta kijana ume cha kizungu. Sasa hicho kijana ume cha kizungu akakipata. Sasa kukipata hicho kijana ume cha kizungu, baada ya kushirikiana naye tu akageuka kikongwe. Yaani hivi mnajua kikongwe sio kikongwe tu, kuna wale wazee afadhali. Huyo ni mzee wa miaka 90 ngapi, dada amegeuzwa kikongwe. Niwaambie jamani, wanawake mnaopenda kuperuka, wanawake ambao nyie mpo kama mazipezipe, what happened everybody. Kwa hiyo huyo dada amekuja kujitokeza baada ya kusema jamani, mimi ndo huyu nimegeuzwa kuwa hivi. Watu wako astaghfirullah ulazim. Watu wana jamani, huyo dada mnayemwona ni South Africa, sio? Mnaelewa yuko
So huyu ni bidada wa Kisauzi ndo amekuja kuweka hizo taarifa wazi kuhusiana na kile ambacho kimemkuta baada ya kurukaruka na wanaume wa kigeni. Maana hivi ni vitu vya kawaida kabisa, kama ulikuwa ufahamu ni kwamba huko South Africa bwana, wanaume wengi au wageni wengi, yani huko South Africa kuna Wahindi wengi, kuna wazungu wa kutosha, kwa sababu ni moja kati ya sehemu ambazo zinaongoza kwa starehe ndani ya bara la Afrika. Kwa hivyo basi watu kutoka mataifa mbalimbali huaga wanapenda sana kwenda huko kwa ajili ya kwenda kuenjoy, ku have some fun na vitu kama hivyo. So huyu wadada wengi sana ambao wamechoka na maisha huko South bwana, huaga wanajirahisisha kwa hao watu ambao ni wageni, au kwa namna moja au nyingine tunaweza kusema kwamba huaga wanajirahisisha kwa watalii ambao wanajitokeza nchini kwao. Sasa katika harakati za hapa na pale ndo hivyo tena kimemlamba huyu mrembo. Watu wako astaghfirullah ulazim. Watu wana jamani, huyo dada mnayemwona ni South Africa. Sijui mnaelewa? Yuko kwa South Africa. Mambo ni mengi. Muda ni mchache. Jamani, nyie wanawake, mpunguze tamaa. Wewe unaona kwamba kutoka na mzungu basi mambo yatakuwa lele everybody. Sijui na nini. Subiri kwanza niwavalie maana. Maana naona nikiongea sijavalia maana mnielewe. Mpunguze tamaa. Sijui unaelewa? Mnataka sijui unasema jamani, wazungu wanaloga wewe. Wazungu wanaloga wazungu wanaloga. Tena nikwambie ni balaa. Nyie endeleeni kujichetua huko. Umeelewa? Mwingine juzi nimetoka kusikia kafia Zanzibar. Katoka na huyo nani huko kaja hapa nani? Kanani? Jamani, mwe mnakaa mnajifikiria. Huyo dada amesema adongeleo ambaye anaweza kumrudisha kwenye ubinti wake wa miaka 30 ngapi? Atampa hela nono. Everybody. Mambo kama mnavyoyaona hapo. Issue ni deep. So hivyo ndivyo mambo yalivyo na bidada huyu bwana. Kwa mujibu wa taarifa ambazo tumezipata ni kwamba sasa hivi bwana yupo akihangaika jinsi ya kuweza kutatua tatizo ambalo limemkuta. Maana hii imekuwa ni changamoto moja ambayo hata mwenyewe pia hakudhani kama ingemkuta. So sasa hivi hapa amekuwa akizungumza kuhusiana na kile ambacho kimetokea katika maisha yake kwa ujumla, na ni moja kati ya taarifa ambazo zimecatch attention almost katika vyombo vingi sana vya habari duniani kwa sasa baada ya hili ambalo limemkuta bidada huyu. Hapa bwana ameandika kwamba anafahamika kwa jina la Sinhela Khoza mwenye umri wa miaka 31, mwanamke kutoka Afrika Kusini. Amegusa mioyo ya watu wengi baada ya kueleza yale yaliyomkuta, namna alivyozeeka ghafla, hali ambayo anasema kwamba ilianza akiwa na umri wa miaka 27 na sasa hivi ana umri wa miaka 31. Amezungumza katika hospitali mbalimbali, amezunguka katika hospitali mbalimbali bila mafanikio, na afya yake inazidi kuwa dhaifu, ikiwemo viungo vyake vya mwili na moyo ni kwamba vimeathirika. Kituo cha televisheni kinachofahamika kwa jina la Thuleleni TV huko South Africa ambacho kimeripoti suala hilo kwa mara ya kwanza kimeeleza kuwa mwanamke huyo huenda alirogwa na raia wa kigeni ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi kabla hali kubadilika. Dada huyo ameeleza kwamba alianza kubadilika mara tu baada ya kujihusisha na mahusiano hayo. Na kwa sasa hivi anapitia wakati mgumu wa kumlea mtoto wake mdogo, huku mama yake akiwa ndiye anamtunza. Ukiwa kama mdau bwana, nawe pia tuwekee maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.